Eneo la maduka ya dawa muhimu limekuwa likitumika kinyume na matarajio ya serikali, ambapo maduka haya yamekuwa yakifunguliwa kiholela bila kufuata utaratibu, lakini pia maduka haya yamekuwa yakiuza dawa ambazo haziruhusiwi kulingana na taaluma ya wauzaji, vile dawa zisizo na usajili nchini, pamoja dawa na vitananishi vya serikali vimekutwa kwenye maduka haya wakati wa ukaguzi. Maduka haya pia yamekuwa yakitoa huduma za matibabu kinyume na utaratibu. Kwa vile changamoto hizi zimekuwa zikijirudia ukaguzi baada ya ukaguzi, pamoja na kwamba adhabu zimekuwa zikitolewa kwa mujibu wa sheria sura 219 na sheria ya Baraza la Pharmacy sura 311 na kanuni zake mbalimbali, baadhi ya wafanyabiashara wamezuiliwa kuendelea kufanya biashara na wengine kufikishwa mahakamani. TMDA ikaona kuna haja ya kukutana mara kwa mara na wafanyabiashara hawa ili kujadili changamoto hizi na kuzipatia ufumbuzi. Lengo hasa ni kuhakikisha dhima ya TMDA ya kulinda afya ya jamii inafikiwa. Kuna baadhi ya maduka wamekuwa wakifanya kazi zao kinyume na utaratibu, kama vile kulaza wagonjwa, kuchoma sindano, kufanya tohara. Nadhani hivi vitu viko kinyume na utaratibu, miongozo, sheria na kanuni za usimamizi wa hizo biashara zenu. Kwa hiyo leo wenzetu wa TMDA wameona ni vema kabisa tuweze kukumbushana ni namna gani sheria tuweze kuzisimamia ili tuweze kutoa huduma zetu katika zile standard ambazo zinatakiwa. Nitafarijika zaidi kuona mnapata muda mzuri wa majadiliano ili kila mmoja wenu akitoka hapa awe amepata uelewa wa kutosha, ili maduka haya kwa mkoa wa Simiyu yawe mfano wa kuigwa katika kusimamia utekelezaji wa matakwa ya kisheria, kanuni na miongozo ya uendeshaji wa maduka ya dawa. Mara nyingi watoa dawa hawaruhusiwi kutoa dawa mpaka apate prescription, maandiko kutoka daktari, atoe dawa kufuatana na daktari alivyomwona mgonjwa. Lakini utakuta watu ambao sio waaminifu, baadhi yao wanatoa tu dawa holela. Kwa hiyo na waonya watoto wangu, ninyi ni vijana, mimi nimeanza kazi miaka mingi ya daktari, na waonya kwamba tufate maadili, code of ethics ya afya, ili tutibu wananchi inavyotakiwa. Serikali yetu naishukuru sana, imesogeza huduma kwa wananchi. Zamani maduka yalikuwa mjini, lakini sasa hivi tumepelekewa. Sasa tutumie hiyo ruksa kuwahudumia watu inavyotakiwa kwa tarajio la serikali, kuliko kwenda kupenda fedha. Yuda alipenda fedha, lakini fedha hizo ukizitumia kwa mgonjwa mradi akupe fedha, hutapata baraka. Huduma hizi wasiishie kwa watu wanaokaa mijini, waende pia kwa watu wanaokaa vijijini, yani ziwe endelevu, watu waelewe madhara na madhumuni ya kufanya hiki kitu. Kuna wengine wanakuwa wamemaliza masomo labda ya medical, lakini hawana utaalamu wa kuuza, kufanya, yani kuuza, kutoa dawa, na mwenye dhamana ya kutoa dawa ni mfamasia tu kama inavyoelekezwa na wanaelewa, au mtu aliyepitia mafunzo ya ADO. Chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.